Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, tukukaribisha leo katika somo la jiografia ya faslu saris ambayo iko katika somo la sita, ad-darsu sadisu. Hili ni somo la sita, al-jiografia funditi. Al-jiografia funditi, hili ni somo ambalo laangazia katika vigawanyo viwili. Ama asili ya neno kama hili jiografia ni la Kigiriki ambalo limeundika kutokana na maneno mawili, jiug na rafia. Jiug na rafia, yani ilmul ardhi ama ilmu rasmil ardhi, ilmu ya funditi, yani elimu ya ardhi na venye kufungamana na ardhi. Na wa kwanza inavyosemekana katika Wagiriki aloanza kurasigh, kuvama na kufuatilizia mambo ya ardhi na kuyasomea ni bwana mmoja anajulikana kama Eratosthenes, ambaye alizawa katika mwaka wa 276 na akafa katika mwaka wa 194. Na jiografia imetajwa katika Qur'anul Karim na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni fani yenye umuhimu kama fani nyingine, kama tafsiri, kama hadithi, kama fiqh, kama sira, nayo ni fani ina umuhimu wake, kwa sababu katika tafsiri al-Qur'an utakutana na vitu vyenye kufungamana na masala ya jiografia, katika hadithi hivyo hivyo. Kwa hivyo fani ya jiografia ina ilaka kubwa na fani ya miqat. Ukitaka kuwa hodari katika miqat, jua jiografia, kwa sababu miqati ni kusoma, kujua kutoa wakati, ambao wakati ni mpaka nyota. Nyota ziko katika jiografia, zimeelezwa nyota na anga. Miqati ni kujua kutoa kibla. Kibla ni maeneo ya Maka, mpaka ujue jiografia itakueleza mashariki, magharibi, Maka ni wapi, maeneo ya kueleza jiografia. Ukitaka kusoma tarikh, tarikhi ni history, kujua tarikhi za nani na nani imetajwa katika Qur'an, kina kaumu Ad, kina Firaun, hawa wako mahali, ni mahala gani? Kusoma jiografia itakueleza Misri ni wapi, kina Nabii Allah Shuaib ama Nabii Musa alienda Baitul Maqdis ni wapi, jiografia itakueleza. Na tafsiri al-Qur'an imetaja masala ya kijiografia ya masala ya mashrik na maghrib, yako katika jiografia, upati katika nahwu mashrik na maghrib. Kuna fiqh pia imetaja masala ya watu kuelekea qibla ambao ni Maka, nayo jiografia ndio itakwambia je, kusini kaskazini ni wapi, kwa sababu mpaka uelekee qibla ni sharti ya swala. Na ikiwa hujui mashariki, hujui magharibi, hujui kusini ni wapi, kaskazini ni wapi, lazima uzijue hizo ndio uweze kuswali, na hutozipata mahali pengine ila ni kwenye jiografia. Kwa hivyo fani ya jiografia ina umuhimu sana, pamoja na wengi tuidharau, na yagawanyika jiografia katika vigawanyo viwili. Pana jiografia al-basharia ambayo yaelezea kuhusu anil biladi, miji, yaelezea asukan, wakazi, idadi yao, namna ya maisha yao. Yaelezea al-iqtisad. Jiografia al-basharia yaelezea uchumi uko namna gani na kuelezea masala ya kiuchumi.
Aziraa pia jiografia albasharia yaeleza kuhusu makulima. Ndio utaona ndani ya geography haswa hii ya Khamis tutasoma nchi na makulima gani yapatikana katika ile nchi ama ardhi. Kila ardhi ina makulima yake. Jiografia yaelezea, na katika Qur'ani yameelezwa masala ya ukulima. Kwa hivyo hautoyapata kwenye nahau, utayapata katika jiografia. Huwezi kuishi bila kula, na si mahali popote utalima mpaka ujue masala jiografia, miezi ya kulima, ardhi ya kulima, utajua utalima nini ambayo itamea ama nyingine haimei katika jiografia. Aziraa na pia vile as-sinaa yaelezea masala ya ujuzi na taaluma ya za kazi, watwaka na uwezo na hali ya nguvu ya watu kulingana na hali ya hewa na sehemu ambayo wanaishi. Kisha pana aljiografia, kigawanyo cha pili ni cha atabiia, masala ya kitabia, na imerakiz katika masala ya kufundisha kuhusu almunakh, hali ya anga na yanayofungamana na anga, climate na mambo ya nyota, kina Jupiter, Saturn, hizo almushtari, Zuhal, na nyota na hali za anga ziko namna gani. Na vile ikazungumza atadaris, magego na umbile hili la ardhi vile liko. Ikaelezea jiografia atabiia kuhusu alqarat, machulo, mabara, continents. Ikaelezea aljiografia atabiia kuhusu albuhur, bahari, seas. Ikaelezea pia almuhitat, ringizi, oceans, bahari kubwa. Na ikaelezea aljibal wasukhur, majabali na yale majiwe makubwa ama masala ya changarawe. Kwa hivyo jiografia ina umuhimu wake. Inshallah, kwa hayo tuliyotaja ni kama kuonesha si somo la kudharauliwa ama kuchukuliwa la kawaida. Taalifu al-allamati, hunu ni utunzi wa mwanachuoni mno Muhammadin al-Bidhi, Ustadh Muhammad mwana wa Sharif Said al-Bidhi. Al-Bidhi ni nisba ya ukoo wao wa al-Bidhi, ala nahji al-Ustadh Hasan al-Badawi Jamal al-Layli, juu ya mfumo wa fundi yani Ustadh Hasan al-Badawi Jamal al-Layli, ambaye ni ukoo wa Jamal al-Layli. Huyu ni mwanafunzi na shekhe lake. Kwa hivyo hawa wameshirikiana katika kutunga na kufuatana ule mwenendo wa kutunga. Nahji ni method ama formula. Bismillahi, naanza kusoma somo hili ila hali ya kutabaruku kwa jina la Mwenyezi Mungu. Arrahmani, mrehemevu mno. Arrahimi, mwingi wa kurahamu. Na hawa wawili ni maarufu. Ustadh Muhammad ni maarufu, ustadhi na shekhe wa Mamrui al-Ghanna, na Said Hasan al-Badawi naye ni ustadhi mwanachuoni mkubwa ambaye ni shekhe wa Amu na mwanachuoni wa Sharqi Afrika, wote wawili hao. Na amekufa Lamu Said Hasan, Allah mrehemu, na Said Muhammad amekufa Mamrui. Huyu amezikwa Lamu, huyu amezikwa Mamrui. Mungu awarehemu na atupatie baraka zao inshallah. Albiharul mashhuratu, uziwa ama bahari changavu, bahari changavu. Albiharul mashhuratu, hizi ni bahari changavu, ni jamii ya bahrun, uziwa. Albiharu, maziwa, lakini Kiswahili cha kawaida bahrun ni bahari, albiharu ni jamii yake. Almashhuratu, changavu, mashuhuri. Ni gani ambazo bahari changavu zajulikana sana? Ndo hizi tutakazozisoma.
Kizungu wanasema Famous Seas. Famous Seas. Awalan, al-Bahru al-Abyad al-Mutawassit, bahari katika bahari changavu mashuhuri ni al-Bahru al-Abyad al-Mutawassit, uziwa mweupe wa kati na kati, bahari nyeupe ya kati na kati, Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Wa huwa, nayo hii bahari nyeupe, mabaina shamali Afrika, ni iliyoko kati ya kaskazini mwa Afrika na shamali kwa kutia fataha shini ni jihatun min arba'i jihat, ni upande miongoni mwa pande 4. Shamal ni kaskazini, shimal ni mkono wa kushoto, yasar. Shimal ni mkono wa kushoto, ambao hizi sehemu 4 ni muhimu kuzijua: shamal, janub, sharq na gharb, ambayo kizungu shamal ni north, janub ni south, na sharqi ni east, na gharbi ni west. Shamal ni upande wa kibla, ule unapoelekea kibla ni shamal, nyuma yake ni janub, kusini. Jua linapotoka ni sharqi, ambao ni east, linapozama ni maghrib, ni west ama ni gharb. Iko hii bahari kati ya kaskazini mwa Afrika na sehemu ya kaskazini mwa Afrika ni sehemu za Misri, Tunisia, Maghrib, Morocco na Jazair, Sudan. Hizi ndio sehemu za mashariki ya Afrika. Sasa hii bahari nyeupe iko maeneo ya huko. Wa baina janubi Uroba, na iko kati ya kusini mwa bara la magharibi. Wa baina janubi Uroba, na kati ya kusini mwa bara la magharibi. Uroba ni neno la Kiibrania bimaana ghurub. Sasa maeneo ya magharibi ndio zile nchi za kizungu zaitwa nchi za magharibi. Manake hilo neno tayari laonyesha ni nchi ambazo kwa maeneo ya kidunia ziko sehemu ya magharibi. Misahatuhu, maeneo yake, ukubwa wake 300,000 kilomita murabba, ni kilomita mraba 300. Misahatuhu, maeneo yake, saizi yake 300,000 kilomita murabba, ni kilomita mraba 300,000. 300,000 ni 300,000. Tamam. Na al-Bahru al-Ahmaru, bahari nyekundu. Bahari nyekundu yajulikana pia kwa jina la al-Bahru Kulzum, Bahrul Kulzum au Bahrul Habasha. Wa huwa ma baina shamali sharqi Afrika wa baina jazirati al-Arabi, nayo ni iliyoko kati ya kaskazini mashariki mwa Afrika, huko sehemu za Misri, Libya, Sudani. Maeneo hayo kama tulivyotaja hapo nyuma ndo maeneo ya mashariki, ni maeneo ya kaskazini mashariki mwa Afrika. Wa baina jazirati al-Arabi, na kati ya kisiwa cha Waarabu. Jazirati al-Arabi husemwa pia shibhu jazirati al-Arabi, ni kisiwa cha Waarabu, lakini si kisiwa kidogo, ndio akbaru jaziratin fil alami. Hakuna kisiwa kikubwa zaidi kama jaziratul Arabi, ambao yakusudiwa Almamlakatu Saudia iko katika jaziratul Arabi ama shibhu jaziratul Arabi, al-Imaratu al-Arabiyatul Muttahida, United Arab Emirates,
pia ni katika Shibu Jaziratil Arabi, na pia Sultanatu Omani pia iko katika Jaziratul Arabi, na Kuwait na Qutru Katari na Bahraini na Yaman. Hizi ndio Jaziratul Arab. Sasa hii bahari nyekundu imeshikana na hizi nchi, na imeshikana na pia nchi baadhi ya zilioko kaskazini mashariki mwa Afrika. Misahatuhu, maeneo yake 440,000 kilomita murabba, ni kilomita 440,000. Na Al-Bahrul Ahmar kama tulivyoeleza hapo ni bahari ambayo ina ukweto zaidi, ambayo yaitwa ama yatambulika Bahrul Ahmar na Khalijul Arabi Gulf kama madakhalu miyahi bahri al-muhit al-hindi, ndiyo maingilizi. Hii Bahrul Ahmar na Khalijul Arabi ndiyo maingilizi ya maji ya bahari ya ringizi la Hindi, Indian Ocean. Maji yanayoingia ni lazima yapite katika Bahrul Ahmar na Khalijul Arab. Hapo ndio ni kama mdomo wa kuingiza maji katika Indian Ocean. Kwa hivyo ina mchango mkubwa na yatambulika katika sifa kama hiyo. Al-Bahrul Aswad, bahari kizungu anaita Al-Bahrul Ahmar, Red Sea ama the Red Sea. Al-Bahrul Aswad, bahari nyeusi. Bahari nyeusi ni Black Sea ama the Black Sea. Wa huwa mabaina Turkia, nayo ni iliyoko kati ya Turki ni hii Turkey tunayojua ya Waturuki, wa baina al-Ittihadi Sovieti, na baina ya Umoja wa Sovieti. Sovieti ni nchi ambazo zimejiweka pamoja, ambazo zilianza umoja wake katika mwaka wa 1991 ulianza umoja huu. Ittihadu Sovieti ilianza umoja wake katika mwaka wa 1917 kutengenezwa. Na Sovieti ni kilima cha Kirusi, kina maana ya majlis, na ilaka yake ni nini? Kwa nini uite umoja wa majlis wa maketo? Manake ni umoja wa majalis al-ummal alladhina qadu athawra, umoja wa wale viongozi ambao waliketi kuyapeleka yale mabadiliko ama mavurunduzi ama mapinduzi. Sasa wale viongozi ndio walikuwa wametengeneza ule umoja wa kuketi kuongoza. Kwa hivyo ndio ikapewa hiyo Sovieti jina kama hilo, yani majlis ya majalis al-ummal allati qadat ath-thawra, na yapatikana katika mabara mawili, qaratu Uropa wa qaratu Asia. Ittihadu Sovieti ni nchi ambazo ziko nyingine upande wa bara la Europe, Uingereza ama nchi za Maghrib, na qaratu Asia, tulo la Asia, bara la nchi za mashariki mwa dunia. Sasa Bahrul Aswad iko kati ya Uturuki na kati ya hizo sehemu za Sovieti, nchi za Sovieti. Wa Rumania, na pia iko kwenye nchi ya Rumania. Rumania iko kusini magharibi mwa bara la Europe. Wa Bulgaria, na Bulgaria pia Bahrul Aswad iko katika sehemu ya Bulgaria, ambao Bulgaria ni nchi vile vile yapatikana kusini magharibi mwa bara la Afrika la Europe.
kusini mashariki mwa Europe, na vile vile hii Romania yapatikana kusini mashariki mwa Europe. Misahatu, maeneo yake, maeneo ya hii Bahrul Aswad saizi yake 435 kilomita murabba, ni kilomita mraba 435. Kubwa sana Al-Bahrul Aswad. Al-Bahrul Aswad ina maji mingi sana, ina deep amika na khaliyatun min al-oxygen, takriban haina oxygen, ndio maana ikaitwa nini? Al-Bahrul Aswad, na yaungana na al-Bahru al-Abyad al-Mutawassit katika kunyoka kwake. Al-Bahrul Mayyit, bahari maiti, the Dead Sea. Al-Bahrul Mayyit, bahari maiti, the Dead Sea. Wa huwa ma baina Falastina, nayo ni iliyoko kati ya Falastina. Falastina ni nchi maarufu ambayo yapatikana katika Sharqul Awsat, mashariki ya kati, kule West Bank. Wa baina al-Urdun, na baina ya Urdun. Urdun ni Jordan. Jordan nayo iko sehemu hizo hizo za maeneo ya mashariki ya kati. Kwa hivyo Bahrul Mayyit iko kati ya Falastina na baina ya Urdun, Jordan. Na tulu, urefu wake Bahrul Mayyit 76 kilomita murabba, ni kilomita mraba 76. Wa ardhuhu, na upana wake 17 kilomita murabba, ni kilomita mraba 17. Al-Bahru al-Mayyit ni bahari imeitwa jina hilo kwa sababu ina chumvi kali sana. Chumvi yake imeshinda bahari nyingine kwa 9%. Kiasi cha ukali wa chumvi yake yazuia viumbe hai kuishi hapo ndani, pamoja na kuwa Bahrul Mayyit maji yake yanaogeka, na ni sehemu pia watu wanaenda kutembea na kufanya utalii. Bahrul Mayyit ndio kama hiyo. Bahru Qazwin. Bahru Qazwin ni bahari ambayo yajulikana kwa jina lingine Khazar. Wa huwa mabaina janubi Sovieti, nayo ni iliyoko kati ya kusini mwa Soviet, wa baina shamali Iran, na kati ya kaskazini mwa Iran. Irani nayo ni nchi maarufu ambayo iko katika sehemu za Sharq al-Awsat, ikiwa ni nchi ya Persian. Persian ni Wafursi. Wafursi pia watambulikana kama Waajemi, ambao ni nchi kwa sasa ndio yatambulika kama nchi ya Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu awape uwezo inshallah, na Waislamu ama nchi nyingine ziige mfano wao, ziweze kupambana dhidi ya dhulma ambazo wanadhulumiwa. Misahatu, maeneo yake, saizi yake ni 424 kilomita murabba, ni kilomita mraba 424,024. Bahru Qazwin ni bahari ambayo ina maji mingi, yapatikana magharibi mwa bara Asia. Kwa ukubwa huwa akbaru bahrin, ni bahari kubwa zaidi fil alami, katika ulimwengu.
katika ulimwengu Bahru Qazwin ni kubwa kabisa katika zote tulizozisoma. Urefu wake ni kilomita mraba 1200. Urefu wa Bahru Qazwin ni kilomita mraba 1200. Ama upana wake ni kilomita mraba 300. Ni kilomita 300. Na deep yake, ukweto wake washuka paka mita 1023 kushuka chini ukweto. Na yaungana Bahru Qazwin takriban na madola 5, yani nchi 5 imezigusa hiyo Bahru Qazwin imeguswa na nchi 5 kama Rusia, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan na Kazakhstan. Zote zimeigusa Bahru Qazwin. Bahru Aral, bahari ya Aral fi janubi al-Ittihad Sovieti, iko kusini mwa Umoja wa Sovieti. Fi Turkistan, katika Turkistan. Turkistan ni ardhi ya Waturuki. Fi Turkistan, katika ardhi, ili neno yamaanisha ardhi ya Waturuki. Wa huwa, nayo hiyo Bahru Aral, Bahru Khwarizmi, ndiyo bahari ya Khwarizmi kwa jina lingine. Misahatuhu, maeneo yake ya saizi 67,000 kilomita murabba, ni kilomita mraba 67,000. Bahru Aral ndiyo bahari ambayo pia yenye maji mingi katika sehemu ya bara Asia ya kati na kati, na yapatikana kama tulivyoambiwa, na hapa pia maelezo mengine, kati ya Kazakhstan na Uzbekistan upande wa kusini. Na ilikuwa ikihesabiwa hii Bahru Aral ni bahari ya 4 kwa ukubwa kati ya hizi tulizozisoma, ama bahari zote duniani. Bahru Aral ilikuwa ni ya 4, lakini kumetokea mabadiliko yakawa yataifanya ipungue ule ukubwa wake. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ikiwa kuna mahali tumekosea, basi tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa.